Hii ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana leo, siku nyingine Mungu ametujalia afya njema ili tuendelee na masomo yetu. Siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumatano, tuna somo zuri linalosema maadili yanayopingana. Haya. Maadili yanayopingana. Maadili gani haya? Tutapoangalia hapa tutajua ni yapi. Basi kabla tujaendelea mbele, tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako maana wewe ni mwema. Asante kwa kutuleta tena leo siku nyingine kwa ajili ya masomo haya. Tunapokaa wewe ukiwa mwalimu wetu, tunakusihi utupe usikivu, na unapotupa usikivu na hata huyo anayetutazama naye umpatie. Tunapoelewa tuelewe sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Hivi maadili maana yake? Maadili. Tukisema moro. Maadili. Maadili ni namna mtu anapaswa kuwa au kuendelea au kuishi. Ni kama tabia. Ni tabia njema. Ni viwango, viwango. Sifa fulani hivi za namna mtu anatakiwa kuenenda katika mahusiano husika. Ndio. Kuna maadili ya kazi, na maadili ya ndoa, ni kuna sifa fulani. Wanadamu wana maadili. Uwe ni pagani, uwe ni Mkristo au moja kati ya dalili kwamba wewe ni mwanadamu, una viwango fulani hivi, sifa fulani za utu. Kusema ukweli si ni maadili, ni kiwango cha sifa. Kusema ukweli ni kiwango cha sifa. Jana tulikuwa na mwenzako hapa. Tunaangalia habari ya Rahab. Ndio. Na hata juzi tulikuwa wote hapa habari ya Rahab. Unajua alisema wamepita hapa sasa hivi, ni ndio mtakuta. Ndio. Ilikuwa ni maadili. Alikuwa anaenda sawa sawa na maadili ya ukweli kweli, au kwa binadamu au kisheria mbele za Mungu. Mungu ndio chanzo cha maadili. Wewe mbele za Mungu alikuwa na maadili. Sasa kuna kisa kinafanana na hicho. Twende Yoshua sura ya 9. Hapa wana wa Israeli wameshasonga mbele, Yeriko imeanguka, Rahabu amepona yeye na nyumba yake. Na habari zimesikika kwa wenyeji wa Kanaani. Wanaogopa, wanatetemeka. Yoshua na jeshi lake wanasonga mbele, wanafyagia kila kilichoko mbele yao. Sasa wameungana kumpinga Yoshua. Lakini sasa kuna watu ambao tutasikia habari zao. Wakatumia ujanja. Wengine wanaweza kusema hila, lakini ujanja. Tuseme hekima. Sasa ndio tutajaribu kujadili baadaye hiyo ni maadili yanayokinzana au yamenyooka, wako ndani ya viwango. Twende fungu la 3. 9:3. Yoshua 9:3 linasema, lakini wenyeji wa Gibeoni waliposikia habari ya hayo yote ya Yoshua aliyokuwa amewatenda watu wa Yeriko na wa Ai, wao wakatenda kwa hila, nao wakaenda. Ile neno liloandikwa hapo, hilo hila, naona hao walio tafsiri wameenda sio tu wametranslate, wameinterpret. Yani sio tu kwamba wamelipeleka kwa Kiswahili, lakini wakaliongezea. Ila hili neno linaweza likatafsiriwa pia wakatenda kwa ujanja. Fanya kwa hekima. Haya, endelea. Nao wakaenda na kujifanya kama ndio wajumbe. Sawa. Wakaenda na magunia
makuku. Unajua wewe ninakuelewa kwa sababu wewe ni Mjaluo na hiki ni Kibantu Bantu. Tuendelee. Makuku juu ya punda zao na viriba vya mvinyo vilivyokuwa vikukuu vilivyo raruka na kutiwa viraka na viatu vilivyotoboka na kushonwa katika miguu yao na mavao makukuu waliokuwa wanavaa. Tena mkate wote wa chakula chao uliokuwa umekauka na kuingia koga. Ishia paka hapo. Watu wa Gibeon. Unadhani Gibeon na hapa walipo Yoshua ni watu ambao ni hapo jirani, lakini angalia vaa yao. Wanaigiza kana kwamba wanatoka mbali. Wamechoka safarini. Na agizo la Mungu kwa wana wa Israeli, kwa wenyeji hao, anasema msifanye mapatano nao, hao ni kufanyaje? Kuangamiza. Sasa hao wanatafuta amani. Wameamua kuigiza sasa. Sisi tunatoka mbali, sio watu wa hapa. Sio watu wa hapa sisi wala sisi ila wao wanatafuta amani. Haya, angalia jinsi walivyotafuta amani. 6 sasa wanaenda kwa Yoshua. Nao wakamwendea Yoshua hata Maragoni huko Gilgali. Nao wakamwambia yeye na watu wa Israeli, sisi tumetoka nchi ya mbali sana. Basi kwa hiyo fanyeni agano pamoja nasi. Basi watu wa Israeli wakawaambia hao wa hivi, labda mwakaa kati yetu. Sasa walikataa. Wakasema sisi tumetoka mbali. Nenda 9. Nao wakawaambia, sisi watumishi wako twatoka nchi iliyo mbali sana. Kwa sababu ya jina la Bwana Mungu wako, kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake na habari ya hayo yote aliyofanya huko Misri, na habari ya hayo yote aliyowatenda wale wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ng'ambo ya pili ya Yordani. Maana huyo Sihoni mfalme wa Hesboni na Ogu mfalme wa Bishani aliyekuwa huko. Ishia mpaka hapo, utaendelea kusoma kwa muda wako. Lakini concept umeipata, dhana umeipata. Hawa wanaomba kufanya agano la amani. Ndio. Na wanasema kwa nini? Tumesikia Bwana Mungu wenu alivyo mkuu, alivyowafanikisha kuangamiza maadui zenu wote. Sisi tukasema hatutapambana. Ujanja. Japo wanatoka karibu. Ujanja wa kuigiza umetoka mbali. Wanasema uongo. Yeriko, Rahabu wa Yeriko yule alisema uongo kwamba wamepita njia hii wakati ameweka juu ya dari. Walisema uongo. Yeye alisema uongo. Walivunja maadili. Yeye alivunja maadili kwa mtazamo, viwango vya haki mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu akuvunja. Wewe sasa mbona mwanzo unisema nini? Kwani nani rula ni ipi? Rula ni Mungu. Ni Mungu. Mbele ya Mungu akuvunja. Aliongea kwa ajili ya kuokoa. Chochote kinachofanyika kwa ajili ya kuokoa inakuwa sahihi. Hebu sikiliza, kuna kitu anasema eti maadili yamekinzana. Unajua hili somo linaunganisha hata wasomaji wa Biblia, lakini tukikaa vizuri na kutulia tunapata hekima fulani. Kuna neno hapo waliotumia wasema hila, lakini lile neno linatumika mara nyingi anasema hekima. Hata Yesu naye anatuambia tuwe na hekima kama nyoka. Wajanja, wenye hila kama nyoka, na wapole kama hua. Sio hila za kuumiza. Ndio maana anasema wenye upole. Hawa wanamdhuru nani wanapoomba amani na Israeli? Hawa wanamdhuru nani wanaposema eti wameenda njia hii wapelezi, nendeni mkawafuate? Wanamdhuru nani? Wanamdhuru nani? Sasa sikiliza. Kuna kitu ambacho lazima tumuelewe Mungu hapa.
Mungu anataka kuokoa watu wote. Lakini watu wanaoshikilia miungu mingine inayowafundisha kutoa kafara watoto, kuharibu wengine nini, wanaharibu, sio tu wanajaribu wao wenyewe na wengine, na hata nchi wanajaribu. Na jibu la Mungu kwa hawa kwanza ni neema. Anawapatia nafasi, anajidhihirisha kama ilivyokuwa kwa Farao. Bwana, mimi ni Mungu. Haya, wacheni hao au wanangu, nataka nijidhihirishe kupitia hao wana ili mpate kunijua na kuniabudu mimi na sio miungu mingine. Farao alishindwa kuelewa, akaanza kupambana na Mungu. Yeriko, wenyeji wa Yeriko walisikia yote ambayo Mungu alifanya kwa Farao na huko kwingine. Wakasema tutapambana kiume mpaka mwisho. Wako wapi? Watoe hao wapelelezi tuje tuwanyonge hapa tuwafiche. Yaani hapo walikuwa naonyesha uadui dhidi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo hata kama yule jamaa angejifanya yeye ni mtu wa maadili, ni kweli wako huko, yaani angekuwa haonyeshi anamwogopa Mungu, anaungana na waabudu sanamu, kwa lugha nyingine kuangamiza watu wa Mungu, kushindana na mpango wa Mungu. Maana mpango wa Mungu ni kuwaondoa wote wanaoharibu nchi. Sasa hayo ni maadili yanapingana kweli? Hivi Wagibeoni wamekuja hapa, wao kwa hekima yao ndio wameona tutapata amani kwa kusema hivi. Na kwa kweli walipata amani, waliingia mkataba na kweli walikuja wakapata amani. Na wengine wote ambao hawakutafuta amani, hata kama kwa njia gani, walipona. Yoshua aliwakanyaga wote. Maadili. Unaelewaje? Umeelewa hivyo vizuri? Hivi unaamini kwamba Mungu, umesoma mahali popote Mungu anawalaumu Yoshua na wazee kuingia nao mkataba na wao? Ukisoma kitabu hiki huoni akilaumu, ila watu ndio wanawalaumu. Ninyi mbona mmeingia na hao watu bila kumuuliza Mungu? Unajua, nao mimi naamini wakina Yoshua walitumia common sense. Hao watu, sisi tumeingia, kila mmoja anachukua silaha kupambana na sisi. Hao wanatafuta amani na sisi tutafute amani. Japo ilikuwa nadhani ni hekima pia kama wengemuuliza Mungu kama hili likoje, lakini la kufanya amani na wao. Mtu anataka kufanya amani na wewe, sio tu amani na wewe, na Mungu wako. Maana amemwona Mungu wako, anasema tumetambua jina lake ni kubwa. Maadili yanapingana. Sema ukweli wa moyo wako, maadili hapo. Lakini pale walipoambiwa waende wakafyeke kila kitu, ni katika kuungana na hawa, ina maana hawakumuelewa Mungu. Huyo Mungu aliyesema nenda kafyeke, huyo anatoa sheria kwamba lakini ukikutana na mwanamke huko ukataka kumchukua, basi vigezo na masharti, tutamchukua ndani ya mwezi mmoja, utamwachia amuombolezee mume wake na watu wake, na ndipo uweze kuingia. No, ile sheria ilikuwa sio clear cut namna hii. Unajua wakati mwingine Biblia inatumia hyperbole, yani inakuwa kama inaongeza chumvi, lakini na kama pia inajipinga. Maana anaweza kusema fyeka wote, lakini pia haya Yeriko, katika Yeriko mbona huyu amepona? Ilikuwa ni inategemea hawa watu watakubali Yoshua anaposonga na jeshi lake na utisho wa Mungu. Je, Farao atakubali apone? Je, Yeriko itakubali ipone? Rahabu amekubali, amepona. Wagibeoni wamekubali, wamepona. Kwa hiyo mchakato wote ulikuwa kwa ajili ya kuokoa. Anayekubali anaokoka, anayebishana anaondoka, anafyekwa. Mungu ni Democrat, akulazimishi. Amekuwekea uchague aidha kupona au kupotea. Kwa hiyo maadili tunadefine sasa. Maadili tunaweza tukayatambua tu kwamba haya ni maadili sahihi ndani ya muktadha wa agano la Mungu na watu wake.
na ili agano na makusudi yake. Ni agano na makusudi yake. Makusudi yake ni wokovu. Agano na makusudi yake. Na makusudi ni wokovu. Rafiki yangu, Mungu anataka tuwe sawa, tunyooke, tushirikiane na yeye, tumpe ushirikiano. Na Wagibeoni walimpa ushirikiano. Ilikuwa ni ujanja, ulikuwa ni hekima ile. Rahabu alimpa ushirikiano. Ilikuwa ni maadili, ilikuwa ni hekima. Kwa nini tusimpatie ushirikiano sasa Mungu wetu apate kutuokoa? Baba yetu wa mbinguni, haijalishi rafiki yetu anaenda kufanya maamuzi kiasi gani, maamuzi gani. Inawezekana wengine wakamlaumu, ulikosea, lakini kama amekuchagua wewe na kutafuta amani na wewe, kamlinde katika amani hiyo, kamtetee wanapomshambulia, kampe ngao ya imani, dhamiri isiyo na hatia, safi kabisa, na wakatembee pamoja na wewe na waaminifu wote. Bariki, tupate nafasi ya kurudi tena kwa masomo mengine kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, hapo ndipo tumefika mwisho wa masomo haya kwa siku ya leo. Tunaukaribisha tena siku ya kesho, ambapo tuna somo lingine zuri linalosema kushangaa upya. Kushangaa upya? Basi. Karibu kesho. Karibu sana. Mwenyeji wako ni kwa mimi Geoffrey Omondi. Nami ni Enos Makalindile. Karibu sana.